Hakika ni wema wako Bwana Yesu, sio kwa sababu ya elimu na ufahamu, sio kwa sababu ya makabila tunayotoka, ila ni wema wako tu Bwana. Sisi si wajuaji kuliko wengine, ila ni wema wako tu Bwana. Ndiposa tunakushukuru. Wasaa huu asubuhi tunainua mikono yetu, tunasema asante kwa miezi minne iliyotangulia. Tumeuona wema wako Bwana. Umetuongoza, umetuongeza, umetupa, umetutetea. Bwana tunakushukuru. Bwana tunakushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea shukrani zetu. Pokea shukrani zetu Bwana. Umetutenda mema. Umetutenda mema Bwana. Asante kwa kila mmoja. Madam tuko nyumbani mwako leo, tunajua umetutenda mema. Madam tuko nyumbani mwako leo, tumekuja kukushukuru. Tumekuja kusema asante. Tulishe sasa kwa neno lako. Tufundishe sasa Bwana. Sema na moyo wa kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya maarifa. Maana unasema nitakupa kuhani akulishaye, kuhani atakayeongoza kwa maarifa. Niongoze kanisa lako kwa maarifa. Tufundishe ili tupate faida Bwana. Maana ndivyo neno lako linavyosema. Wewe ni Mungu tufundishaye ili tupate faida. Ninakushukuru kwa ajili ya faida ambazo watoto wako tunazipokea asubuhi ya leo. Kwa jina na kwa damu ya Yesu na yatia muhuri maneno haya yamekwisha kuwa, na kila mwenye pumzi aseme amen. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Wapendwa katika Kristo Yesu, karibu katika ibada ya siku ya leo. Ibada yetu ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa 5, mwezi muhimu sana katika kanisa letu. Katika mwezi huu wa 5 ambao Bwana ametupa, ujumbe wetu unasema jinsi ya kupata nguvu mpya baada ya kuchoka. Namna unavyoweza kupata nguvu mpya baada ya kuchoka. Nimemwogopa Roho Mtakatifu asubuhi kwenye maombi. Niliona mchungaji Kaiza akielezea jambo hili ya kwamba hata miaka 30 inayokuja nguvu zetu zitakuwa ziko pale pale. Maana yake hakuna kuchoka. Maana yake hakuna kulegea. Maana yake hakuna kupunguza viwango. Haleluya. Haleluya. Tutakwenda kwa kasi, tutakwenda kwa nguvu. Kalebu anasema kama nilivyokuwa na nguvu zangu nikiwa na miaka 40, sasa nina miaka 80, nguvu zangu ziko vile vile. Hii roho tumeipokea asubuhi kwenye maombi, na halitatanguka neno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Tutatoka nguvu hata nguvu, viwango hata viwango, utukufu hata utukufu. Hilo ndilo fungu letu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Wapendwa katika Kristo Yesu, tunaishi katika mazingira ambayo ni yanachosha. Mazingira tunayoishi, miili yetu, dunia tulio nayo imeumbiwa kukinai. Chakula ulichokuwa ukikipenda siku zote, ukila kwa muda mrefu unaanza kusema nimechoka, maana kilikuwa chakula kitamu. Biblia inasema ya kwamba watu hawa walipewa chakula kutoka juu kwa Mungu, lakini walipokula kafika mahali wakasema tumechoka, chakula hiki dhaifu. Kile walichomshukuru Mungu na kumtukuza. Watheolojia wanasema chakula hiki kilikuwa mtu akila kinaingia chote mwilini, kinaenda kupeleka nguvu. Kwa hiyo jangwani hakukuwa na wakati wa kwenda chooni, maana zile mana zilikuwa huwa haziko kama vyakula tunavyokula hapa duniani. Unapoenda chooni, maana yake chakula kilichopata kutumika mwilini kimetumiwa. Inaitwa absorption, inafanyika kwenye utumbo mwembamba katika mwili.
Wakati umekula chakula kimesagwasagwa kwenye utumbo mwembamba, kuna vitu vinaitwa virus kule ndani. Zile virus huwa zina absorb chakula kilichosagwa vizuri na kupelekwa kwenye damu. Chakula kinaingia kwenye damu, kile ambacho kimebakia hicho kinatolewa nje kama uchafu, kama maji. Maana kwa sababu ilitoka juu kwa Mungu, walikuwa wakila mana, yote inaingia mwilini na kuwapa nguvu za kutembea. Hakukuwa na uchafu unaobakia, maana ni Mungu aliyekuwa ametengeneza sawa na mahitaji yao. Lakini pamoja na uzuri wa mana ikawachoka. Wakasema chakula hiki ni dhaifu. Mungu akachukizwa sana na uchovu. Mungu wetu hata siku moja hafurahishwi na mtu anayechoka. Saini yoyote ya kuchoka ni dalili ya kuvamiwa. Popote unapoanza kuona umechoka, maana yake mapepo yamekuvamia. Mume wako huyu ambaye tulikuimbia anameremeta kibisi nzima, tulikuchezea, tulikufurahia. Mke wako huyu ambaye Elisha alimuita Kipiuda, huyu miaka inakuja inafika mahali unaanza kusema nimemchoka, amenichoka. Ukiona kuchokana kunakuja, maana yake hakuna Mungu, maana yake umevamiwa na roho. Umechoka tu na ibada na kuja umechelewa. Kama Alfred alikuwa anahamasisha ndugu yake Amani Awai, yeye mwenyewe ndo wa kwanza kuchelewa, na rekodi yuko pale. Nini? Kuna namna ambavyo watu wanachoka. Mtu anachoka kwa vitu vya kimungu. Hakunaga vitu vipya. Vitu vya kimungu vitakuwa ni hivi. Tutakuwa na Sunday school, tutakuwa na sifa, tutakuwa na neno. Ni hivyo. Ibada zote is a matter of repetition. Kwenye ibada usitegemee serikali mpya. Mambo yatakuwa ndivyo vivi hivi. Sasa inafika wakati unajikuta umechoka. Unajisikia tu nikae nyumbani. Unajisikia tu ngoja niangalie tu ibada kwenye television. Wewe uliyekuwa unapenda ibada, wewe uliyekuwa unapenda uimbaji, leo hii umefikia mahali umechoka. Uchovu sio fungu la mtu wa Mungu. Huyu Kalebu mwana wa Yefune wa kabila la Yuda, yeye anasema nilivyokuwa na miaka 40 ndivyo nguvu zangu zilivyo nikiwa na miaka 80. We shall never change. We shall remain more fire in Jesus' mighty name. Even if you retire, you will fire. Hallelujah. Sema amina kama unaelewa. Sisi hatutapunguza moto. Na isubiri siku ile nitakapokuwa niko kitandani, ninaumwa, nimelazwa, ndipo utaona nikitoka hapo na kuhubiri mkate wa asubuhi kwenye simu yangu. Na kumbuka baba wa imani katika nchi hii. Baba mmoja amelazwa Muhimbili, anaumwa. Wakati ameumwa, madaktari wamempiga dripu, akazichomoa, akasema ninachelewa kwenda kuhubiri Injili. Nikiwa kijijini Kibisi, nilikuwa napenda kusoma magazeti. Nasoma kichwa cha habari kinasema mtumishi wa Mungu ametoka wadini, amechomoa gwadi, amechomoa dripu, amekwenda kuhubiri. Ugonjwa hautanidhoofisha. Shida za dunia hazitanidhoofisha. Taabu za dunia, namna yoyote ya masengenyo, maneno mabaya yasikufanye uchoke. Haleluya, katika jina la Yesu. Wakikutupia mawe, hayo mawe waliyokutupia yakusanye, uyatumie kujenga nyumba. Hayo mawe waliyokutupia yakusanye, yaweke chini yako. Simama juu yake, umuone Bwana. Haleluya. Tutamwabudu Mungu wa moto la ambaye atayageuza mabaya yoyote yaliyonenwa au yaliyokusudiwa yatakuwa mema. Haleluya, yatakuwa mema. Kila mabaya yaliyotamkwa yatakuwa mema. Bwana atayageuza. Sema amina kama unaelewa. Haleluya. Mambo yanachosha. Watu wanaanza wanachoka. Utasikia unamwambia mimi nafanya mikesha nafunga, anasema sisi tulifunga Bwana. Utakuwa wewe.
tulifunga. Yani anakusimulia historia ya zamani, anakuambia mambo yake ya zamani. Leo ukimwangalia amekuwa mfupa mkavu, amekauka, amechoka. Mungu sio Mungu wa waliochoka. Mungu ni Mungu anayewatia nguvu wazimiao, anawaongezea nguvu wasiokuwa na nguvu. Yeyote mwenye Mungu ataendelea kustawi, hata jangwani, hata kwenye ukame, ataendelea kustawi. Haya mahuzuni, mara umeshika tama. Ukishika tama hivi, wewe ulishadhaniwa na mapepo zamani. Una huzuni umejikunyata, yani umasikini huu utakusha lini? Yani ukiwa na huzuni, tunda la Roho Mtakatifu ni furaha, ni amani. Ukijiona na huzuni, umeshavamiwa na mapepo. Tukiweka mikono juu yako, unaanza kusikia bibi yako aliyekufa anapiga kelele, niacheni, nimeweka makaumu. Una mapepo wewe. Tuliokoka moto lao, hakuna la kutuhuzunisha, hakuna la kutunyong'onyesha. No matter what. Hallelujah. Hallelujah. Yani wewe una mapepo, ukiona na mambo yanakuhuzunisha. I'm telling you the truth. Mungu wetu anatupa raha. Anasema jitieni nira yangu, mujifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu na mpole. Mimi ni mnyenyekevu, ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nini mtapata raha nafsini mwenu. Mungu wa moto lao ni Mungu anayewapa raha watu wake nafsini mwao. Haidarishi nje kukoje, lakini ndani kunabaki kuwa salama. Ni salama moyoni mwangu, hata kama nje kukoje, hata kama kuna mawingu, kuna mvua ya mawe, lakini ninaye Mungu ndani yangu. Ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni, ni salama moyoni mwangu. Ninamshukuru Mungu ambaye akikupa wachungaji, roho za wachungaji ndivyo zinakuwa na roho za washirika. Yanatokea majitu hapa, yanatokea majitu hapa, yanatokea majitu hapa ambayo hayatatetemeshwa, ambayo hayatatikishwa. Yako majitu naona, yako majitu naona. Haleluya. Ambapo haya majitu hata yakitembea tu mtaani, watasema kutembea kwa namna hii, hawa ni watoto wa moto lao, hawa ni watoto wa moto lao. Kwa sababu moto lao tumejengwa juu ya msingi ambao ni neno la Mungu, hatutetemeshi. Haleluya. Haleluya. I release that spirit. Ninaiachilia hiyo roho ndani yako, ninaiachilia hiyo roho ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Receive it, ipokee. Haleluya. Haleluya. Ninafurahi. Kuna dalili naziona, kuna watu nawaona, kuna watu nawaona. Naanza kuona wako kama wachungaji wao, nawaona, nafurahi. Ninamtukuza Mungu, nasema asante Bwana, maana wewe ni unayeachilia hii roho kwa watu wako, roho ya kutokunyauka, roho ya kutokuchoka, roho ya kutokusononeka. Forward ever, backward never, ni mbele daima. Haleluya. Nasonga mbele na Yesu, na kwenda pamoja na Bwana katika jina la Yesu. Sitachoka, sitakinai, maana Bwana yeye ni Mungu anaihuisha, anaihuisha, anahuisha, kufanya iwe hai tena, kunifanya niwe hai tena. Na Mungu anakwenda kukuhuisha leo. Kama kuna jambo limekuchosha, kuna jambo umelikatia tamaa, iko neema, iko nguvu ya kukuhuisha leo, na utahuishwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Utahuishwa. Sema nahuishwa, sema nahuishwa kwa jina la Yesu. Unahuishwa leo. Haleluya. Kuchoka ni jambo la kawaida. Ndio maana watu wanaanza na nguvu kubwa. Ndio maana Waswahili kwenye hekima zao wanasema mtu mpe muda,
muda unaongea vizuri kuliko daktari. Muda huo unasema, hatuangalii umekuja na moto gani, tunakupa muda. Tunapangalia huu moto uliokuja nao utadumu nguvu. Lakini unakuta mtu asena Mungu, kama hakuna nguvu ya Roho Mtakatifu nyuma, kuchoka lazima kunatokea. Utachoka tu. Utakwenda tunafika mahali utasimia. Utakwenda tunafika mahali utasema, sasa nilikuwa najitoa, nilifikiri watu wanaona, kumbe hawaoni, kumbe pale wanapendelea. Unarudi nyuma. Ulikuwa unapiga vita vizuri, lakini umesikia maneno yaya, basi mimi sasa acha waendelee kufanya wanaojua. Umeshachoka wewe, umeshapigwa wewe, umeshatekwa wewe. Ukifa wewe ni jehanamu, kwa sababu umekuja hapa sio kwa ajili ya mchungaji. Umekuja hapa, tumesema asubuhi, umekuja kukutana na Bwana, umekuja kukutana na Mungu. Tunakusaidia ukutane na Mungu. Hatuko hapa kukuguide, kukubeba roho yako. Hatuko hapa kukudictate, tuko hapa kukuongoza. Haleluya, haleluya. Mwangalie Yesu, mtazame Yesu, endelea mbele hata baada ya kujeruhiwa, hata baada ya kujeruhiwa, songa mbele. Si useme amina kama unaelewa. Haleluya. Watu wanachoka mpaka na maisha. Maisha haya ni matamu. Mimi nimeachua maisha matamu kabisa. Nilipojua maisha matamu kwa mtu, haijalishi hela ulionayo. Niliposimulia wakati napokea mamilioni, nilikuwa ninapata nafasi wakati mwingine naenda kwenye hoteli, mpaka nikajua kuna vitu vinaitwa moliko. Unapiga moliko, chapati ukiweka ile 10 imeondoka, wala hauna shida. Sasa kuna wakati mambo yalipoyumba, nikajua maisha ni rahisi, kwa sababu badala ya moliko bado naenda kwa mama supu ya utumbo na chapati, alafu napiga, alafu na maji ya baridi. Utamu wa maisha huko pale pale. Hata kama hauna friji, unanunua tu mabarafu, alafu lile barafu linatoweka kwenye jagi lenye maji, alafu maji yanakuwa ya baridi sawa sawa na yule mwenye friji. Jamani, maisha haya matamu. Ni watu wanayochukulia, lakini pamoja na utamu wa maisha, watu wanayochoka maisha. Mtu anasema huyu amechoka na maisha. Unamwona kijana amenyoa kiduku, anakimbiza pikipiki, watu wanasema huyo amechoka na maisha. Na niwape tu ushauri wa bure, unapokwenda kuchagua bodaboda, hebu angalia kama mtu mzima kidogo, kwamba huyu labda hata na watoto anawaza nikifa watoto utamwachia nani. Lakini ukiona mtu amenyoa kiduku, hata kama ni zamu yake kukubeba kwenye bodaboda, bwana wewe, chagua mtu mwana, ni maisha haya. Haleluya, haleluya. Kwa kuna watu nakuta naendesha gari hovyo, watu wanasema amechoka na maisha. Kama hiyo ni 9-10, unaona mtu ameenda porini, amening'iniza, ameweka kamba, amepiga, amejinyonga. Maisha tu haya na uzuri huu yamemchosha. Kuna kuchoka duniani, kuna kuchoka kwenye huduma, kuna kuchoka kazini. Kwenye kazi ya uchungaji wanaita pastor burn out. Yaani mchungaji anafika mahali, anahubiri, anafanya huduma, anafika mahali, anaangalia watu, anakuta kama wako vile, alafu anachoka. Anasema kama noma na iwe noma, liwalo na liwe, kwa hajali tena, yaani analiacha tu, bora liende. Spiritual burn out. Amechoka. Hata kazi za madhabahu watu wanachoka. Unakuta amekuwa Mgalatia, alianza vizuri lakini anamaliza katika mwili. Kwa nini? Amechoka. Leo nataka tuangalie ufanye nini ufanye pale unapoona umechoka, ili usije ukaishia kwenye kuchoka. Kumbuka kwamba kuchoka ni hatua ya kwanza kuelekea kufa. Chochote kinachoanza kwa kuchoka kinamalizia kwa kufa. Unapoanza kupata ugonjwa, unaanza kuchoka. Najisikia uchovu. Viungo vinauma. Baadaye kidogo, kumbe ni malaria. Unaanza, dalili ya kwanza kuelekea mauti ni kuchoka. Dalili ya kwanza kuelekea kufa kwenye biashara ni kuchoka.
Umeacha kuamka kama ulivyokuwa unaamka, unachelewa. Dalili ya kwanza kufa kiroho ni kuchoka. Haupo tena kwenye ratiba, haupo tena kwenye maombi, haupo tena kwenye mifungo, umechoka. Hiyo ni dalili ya kwanza unapoendelea kufa. Kwa hiyo unapozuia kuchoka, unazuia mauti yako. Unapopambana na kuchoka, unapambana na kifo chako. Unapopambana na kuchoka ni sawa na umechukua kile kitu kinaitwa first aid. Huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza ni nini? Huduma ya kwanza ni msaada anaopewa mtu kabla ya kuonana na daktari. Sasa uchovu ni janga ambalo linarejea. Sasa unapotaka kutibu ugonjwa wa kufa huko mbele, lazima uanze kutibu kuchoka. Amen. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Jambo la kwanza, unapoona umechoka, omba Mungu akupe nguvu. Ukisimamia Isaya 40 mstari wa 29, maandiko yanasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hebu sema pamoja nami, huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nguvu. Kwa unapojihisi kuchoka kwenye ndoa, kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye huduma, uwe na wakati wa kuingia mbele za Bwana, kuomba Mungu akutie nguvu. Mwambie Bwana, nimefika mahali nazimia kwenye hilo. Nimefika mahali nazimia kwenye hilo. Ninaomba Bwana nipe nguvu. Ndio maana Yesu alienda Getsemani. Biblia inasema akaomba mpaka macho, mpaka sura yake ikabadilika. Akaomba mpaka jasho likawa kama matone ya damu. Alikuwa anaomba nini? Alikuwa anaomba nguvu. Biblia inasema malaika wakaja wakamtia nguvu. Wako malaika watiao nguvu watu. Unapokuwa umechoka kwenye eneo lolote la maisha yako na unahisi kuzimia, mwambie Bwana, ninahitaji wale malaika waliotia nguvu Kristo pale Getsemani, walitie nguvu na mimi kwenye kazi yangu. Haleluya, katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa. Haleluya. Kutiwa nguvu. Tunatiwa nguvu kwa maombi. Vinginevyo unachoka. Vinginevyo unajisikia kuchoka. Vinginevyo unajisikia kwamba ndio maana huko watu wasiokoka wanachoka, wanachepuka. Maana amechoka. Yule siku zote yule anachoka kwa sababu ana roho ya Mungu. Lakini wenye roho ya Mungu tunamuomba Mungu hata kwenye ndoa zetu, tunatiwa nguvu. Kila siku namuona lisi wangu ni mpya. Kila siku namuona binti. Kuna wakati natamani ninunulie uniform za Mtipe, amesoma Mtipe sekondari. Niwaambie vaa my love. Haleluya. Kila wakati namuona ni mpya. Kwa nini? Kwa sababu ndoa yangu inatiwa nguvu, sio kwa uweza, ila Bwana yuko. Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa mafuta ya Mungu. Wale watu walipopungukiwa na taa hazikuwaka kwa sababu mafuta hayakuwemo, wale wanawahi ikabidi waende kwa wauzao ili taa ya mapenzi wake. Inahitajika Roho Mtakatifu, inahitajika nguvu. Haleluya, haleluya. Nimeenda zangu kutengeneza pikipiki. Nimekaa pale kwa fundi natengeneza pikipiki, mara simu yangu inaita. Anayepiga ni mmoja kati ya binti zangu. Ananiambia, baba, nimechoka. Ninajuta na hii ndoa. Baba, ninajuta na hii ndoa. Nimechoka. Na unabora zamani. Roho yoyote anasema mwinjilisti kwenye Sunday school, unapokumbuka zamani, wewe umechoka. Wanao ambao wachoka, hawajachoka, wanaitumia zamani kuitafuta kesho. Eti anakumbuka usingo. Niliona kidaladala kimoja kimeandikwa kabisa, kinasema kitanda sio jeneza. Tafuta mtu ulale naye, tafuta mke ulale naye, kitanda sio jeneza. Sasa anakumbuka zamani za kitanda kama jeneza. Anachoka na ndoa. Nikabidi nitulie. Nikatoka kwenye kelele za pikipiki nianze kumsikiliza. Mwanangu, kuna shida gani? Baba, yani ule upendo wa zamani umeisha. Yani ile kunipetipeti imeisha.
Alafu tena baba hanisaidii kazi. Alafu tena baba, yani nikasema angejua kesi ya kusaidia kazi huyu. Kwa hiyo kesi ndio yangu mimi mwenyewe hapa. Sasa nikamuuliza my daughter, huwa anakupiga? Anipigi. Akupiga matumizi. Ananipa. Anakunyima chakula cha usiku. Baba, tena hicho ndio nakitaka kupita na kula chote. Sasa kinachokufanya ukumbuke kitanda kama jeneza ni nini? Nikaanza kuuliza, vipi maombi? Baba, hatuendi. Nikajua tatizo ni hilo. Kwa sababu ukimwacha Mungu kwenye eneo lolote, kwenye ndoa yako ukaacha kusali, yani eti wanakaa nyumbani na waendi kanisani, wanakaa bila sababu yoyote. Sasa kwa nini miiba yote? Miiba nasema yote. Kwa nini? Kwa sababu ili chochote kiende, lazima kuwe na roho nyuma yake. Ili biashara iende, lazima kuwe na roho nyuma yake. Roho hiyo inaweza kuwa roho ya Mungu au roho ya kuzimu. Ukiwa na jambo lolote unalifanya pamoja na roho, na kwambia ukweli, utakwenda mbali. Madamu anafanya kazi yake ofisini pamoja na roho, ziko sifa zimeenea mpaka kule mitaani kwetu. Kigamboni kwetu bwana amekuja kumsaidia mwanamke. Anataka kazi, anatupelekesha, hatutaki hata. Yes! Hakuna uvivu kwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu taka tufanye kazi tuone matokeo. Anafanya kazi huyu mama, akitoka kazini anapaki gari yake, hapa anakuja anapiga magoti, masaa mawili anaungurumisha, anafika nyumbani anaanza madhabahuni. Kwa nini Mungu asimkumbuke? Mungu atakukumbuka zaidi. Utakuwa mkuu zaidi, utastawi zaidi, ukuu wako utakuwa mkubwa kuliko mwanzo wako, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Unakazana na biashara na kilimo. Niko sikize, muda wa kulima huu mchungaji, muda wa kulima huu. Sasa mimi sina muda hata Jumapili. Si unajua mvua mchungaji, mvua. Nakwambia utachokea njiani, hata huo mpunga hautawini. Utachoka. Kwa nini? Hauna nguvu ya kukuchochea. Tuna nguvu ya kutuchochea. Ndio maana kila wakati tunatuona tupo. Wakichungulia madirishani, wanajua tumelegeza viwango, wakiangalia wanakuta tupo. Tuko hatua nyingine, tuko viwango vingine. Sema amina katika jina la Yesu. Na bado hizi ni rasharasha, bado masika yanakuja. Bado masika yanakuja. Haleluya. Maana huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nguvu. Ninapozimia, ninacho chanzo cha nguvu. Haleluya. Sema amina. Sema amina kama unalewa. Sisi hatuchoki, hatulali, wala hatusinzii. Kila wakati tunapohisi kuchoka, tunakuja mbele za Bwana. Haleluya. Miaka kama 10 iliyopita, nilikuwa na utaratibu, kila wanafunzi wanapofanya mitihani, basi tunanunua peni. Nanunua peni na wagawia mitihani hao wanafunzi. Na wagawia peni hao wanafunzi. Miaka hiyo mpaka mwaka huu, Ijumaa nimemaliza hilo zoezi. You know what? Nilikuwa na 10,000 tu mfukoni. Alafu ninakwenda kuombea wanafunzi. Nakumbuka nilikuwa ninawapa peni, na siwezi kwenda kuombea kama wengine wanaoombea. Nanunua peni. Nikaitoa 10,000 yangu yote nzima. Nikanunua maboksi mawili ya peni. Kwa sababu mahali nimeenda kuombea walikuwa wamejikusanya watoto wa Kristo wote, kuanzia Mloma, Msabato, Mpentekosti, wote kwenye holi moja. Hakuna mwalimu wala mlezi. Mimi baba mchungaji tu, nimebaki mimi tu kuwapelekea habari. Na peni zangu maboksi mawili. Piga maombi, alafu na wagawia na peni. Alafu peni hizo nazo wagawia ni kwa 10,000 tu ambao nilikuwa nayo mfukoni. Hiyo tu nimeitoa yote. Alafu ninapoitoa na watoto wanafurahia, wanamshukuru Mungu na kumshangilia, ninageukia ukutani na mwambia Bwana, achilia hela kwenye mikono hii. Uone nitakapokushangaza. Uone nitakapokushangaza. Uone nitakapodunua basi la kubeba wanafunzi bure kutoka Cheka mpaka Feri bure. Zimewapa tu nyimbo huko bure. Uone. Nani nakuja katika jina la Yesu. Na mambo makubwa yanakuja katika jina la Yesu. Ndege itasizimuka kwa Injili. Kigamboni itasizimuka kwa Injili. Dar es Salaam na Tanzania yote itasikia neno kutoka madhabahu hii. Haleluya.
kwa jina la Yesu aliye hai. Mwezi wa 7 tunaenda Manyara. Tunaenda Magugu Manyara. Anza kuandaa nauli yako. Wewe ukiwa kwenye madhabahu hii na utoki, ni wewe tu umependa. Tunaenda Manyara. Kutokea hapa tunaenda Manyara kulihubiri neno la Bwana. Sio tu kuhubiri neno la Bwana na kuwapa wenye shida misaada. Sio tu kuwapa wenye shida misaada na kuhubiri kwenye redio zao. Mji mzima unasikia habari kutoka madhabahu ya moto la. Kwa nini? Tumeitwa na Bwana, na sio kwa sababu tuna hela. Hatuchoki kwa sababu kila wakati iko nguvu. Kila wakati kuna nguvu inayotiwa ndani yetu. Kuna uweza tunaotiwa ndani yetu. Hey! Sema amina kama unaelewa. Jana Jumamosi, Richard alikuwa anaendelea kufanya usafi. Aliona pikipiki inakuja kuleta mgeni. Huyu mgeni ni mgeni ambaye aliwahi kufanya kazi akiwa bosi maeneo fulani. Sasa akiangalia picha mtandaoni umweleka. Yaani kusema umweleka maana yake nyie acheni. Sasa akiangalia picha akaanza shida. Sema sasa nataka nije tuongee. Anakuja kukopa hela. Akiona picha kuja kukopa hela. Anakopa hela kwa mtu ambaye ametoa 10,000 yote jana kwenye kugawa peni. Mwambie mtumishi wa Mungu, madamu umekuja kwa Bwana, piga magoti hapa. Tuombe Mungu atafungua milango mingine. Amina. Sema amina. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wanaona mbona hakuna kuzinia hapa. Hakuna hapa wengine wanasema hawa ni wasomi. Ile kanisa la wasomi kwa wana misaada. Wataona visima vinachimbwa hivi, wanasema hao wana wazungu. Kumbe wenzao hatunaga. Niwaambie tu wale ambao mjui, Wakorea wanataka kujengea kanisa hapa. Tuligoma. Sisi hatujengei na wazungu. Sisi tutaenda kuwajengea wazungu makanisa. Ni sisi. Naomba tumkae mkao mzuri. Kama unataka kwenda na maono haya vizuri. Tukisikia janga lolote linataka dunia ichangie moto lao, hata kama tutakusanya $2, $50, $200, tutazichangia. Tuwachangie wazungu, tuwapelekee msaada wazungu. Haya ndio maono yetu. Sisi sio watu wa kuandika proposal kwa wazungu. Proposal zetu sisi tunaziandika kwa Jehova aliye juu, aliye hai, mwenye uweza. Haleluya. Mtu yeyote mwandika proposal sio rafiki yangu. Mtu yote ambaye tuandike, ukiandika hii proposal, ukiandika hii, tutapiga hela hapa. Wanaopiga hela hao wote mimi sio rafiki zangu. Mimi rafiki zangu ni watu ambao wanaipenda injili, wanampenda Yesu, wanamtumaini Mungu kwa injili, sio kutumaini wazungu. Mambo mazuri hayatoki kwa wazungu, yanatoka kwa Mungu. Sema amina kama unaelewa. Haleluya, katika jina la Yesu Kristo. Kwa unapochoka, omba kutiwa nguvu, maana Bwana huwatia nguvu wasimiao. Shida haipo kwenye hilo linalokuchosha. Shida iko ndani yako. Wewe tu ndio umechoka. Na nini kimekuchosha? Maneno uliyoyasikia. Unasikia maneno, ile juhudi uliyokuwa nayo, umeamua kuchoka. Unanisema, sasa ngoja wafanye wanaojua. Si wao wananisema mimi. Haya, basi wafanye. Mimi nitakaa tu. Ukianza kukaa tu, umeingia kwenye mtego mwingine. Huo mtego unasema alaaniwe aifanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Ulikuwa unapiga pia vizuri, unajituma kwenye maombi, kwenye kazi ya Mungu unajituma, unajifunza kwenye huduma, kwenye kumtolea Mungu. Alafu mtu kisema anatoa, anajipendekeza, akasema sasa mimi naacha watoe wenyewe. Ukiacha kutoa, unaingia kwenye laana ya kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kinachofuata, ile fedha ambayo hujaitoa madhabahuni, utaitoa hospitalini na sindano juu na kuchoma. Sipendi kuchoma mimi. Wale mama nesi wao asema, yaani mimi naangaliana kabisa hivi. Sasa wewe usipotoa kwa Mungu, utaenda kutoa hospitali na kuchoma sindano juu. Kwa nini? Kwa sababu umesikia maneno. Hautumikii mtu kusikia maneno ya mtu. Wewe songa mbele na aliyekuita kwenye wito wako. Pigana, songa mbele mpaka mwisho. Usiingie kwenye mtego. Ninawaonya kwa jina lake Bwana. Kazi yoyote unayoifanya, ikifika mahali watu wamekusema vibaya, usizuie moto ule. Ndio chochea zaidi. Ndio ongeza zaidi. Ndio kaza viwango zaidi.
Kama kuvimba wavimbe na wapasuke. Haleluya. Haleluya. Anajipendekeza yule, anajipendekeza kwa mchungaji, anajipendekeza. Wachungaji wenyewe kujipendekeza sisi. Sisi wachungaji wa kupendekezwa, kujipendekeza. Haleluya. Sisi wenyewe tunajipendekeza kwa Yesu. Haleluya. Tunaona tunapiga magoti hapa, tunagaragara, tunamtaka Yesu, tunamtaka Mungu. Wewe kama tunaimba hapa, unaangalia watu, unang'aa macho. Sisi hata kuangalia watu hatutaki. Tunafumba macho yetu. Tunataka kumuona Yesu. Tumeambiwa asubuhi, tunakuja hapa sio kumuona wanadamu, tunakuja kumuona Yesu. Haleluya. Ndio maana ukija hapa tuwe wawili, tuwe watatu, injili ya viwango itahubiriwa vile vile, kwa sababu Yesu ni yeye yule, iwe kwa wachache au kwa wengi. Haleluya. 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 Ni wapi ambapo unachoka mwanangu? Ni wapi ambapo ulikuwa unahisi kuzimia? Leo iko nguvu inaachiliwa. Yuko Mungu mahali hapa ambaye anawatia nguvu wazimiao kwenye eneo lolote ambalo ulikuwa unazimia, katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya. 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 Kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea nguvu mpya. Haleluya. Tumesema miaka 30 ijayo tutabaki na nguvu hii. Miaka 30 ijayo tutabaki na uwezo huu, tutabaki na ukuu huu, tutabaki na moto huu, tutabaki na tatukabu hizi, tutabaki na mikesha hii, tutabaki na maombi ya Jumamosi usiku hivi hadi Kristo anakuja. Haleluya. Haleluya. Una bahati kujiunga na kanisa lenye moto. Una bahati kujiunga na madhabahu ambapo Mungu anajibu kwa moto. Sema amen kama unaelewa. Ndio maana kuna mambo mengine hauta struggle, hautapambana kwamba yakujie. Madam tu ni mwaminifu kwenye madhabahu, utakuta tabia zinaanza kuingia ndani yako. Unajikuta tu kuna mambo ya kishenzi unaanza kuacha. Unasema mimi sasa hapana, haya mambo haya sifanyi. Mimi sasa sifanyi. Kwa nini? Maneno tunayoyahubiri ni roho. Yakija naingia na roho ndani yako, na wewe unaanza kuwa jasiri na mwenye nguvu. Eneo lolote ambalo ulisikia kuchoka, leo ni siku ya kumwambia Bwana, Bwana, nilikuwa mchovu kwenye maombi, nilikuwa mchovu kwenye mifungo, nilikuwa mchovu kwenye eneo hili na hili. Bwana, nipe nguvu. Na Mungu anayewapa nguvu wazimiao ataziachilia nguvu kwako katika jina la Yesu. Sema amen kama unaelewa. Sema amen kama unaelewa. Namba 2 na mwisho, ufanye nini unapokuwa umechoka? Endelea kumngojea Bwana. Endelea kumngojea Bwana. Isaya 40 mstari ule wa 30 na 31. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nini maana ya kumngojea Bwana? Kumngojea Bwana maana yake ni kupiga moyo konde, kusubiri jibu la Mungu. Zaburi 31:24 anasema, iweni hodari, mpige moyo konde ninyi nyote mnaomngojea Bwana. Unapomngojea Bwana unakuwa hodari na unapiga moyo konde. Kumngojea Bwana ni kuyaona yale ambayo hayaonekani kwa macho. Tunaposema unamngojea Bwana, wakati mambo hayaendi vile ulivyowaza, unaendelea kufanya kile ambacho Bwana amekwambia ufanye. Unapomngojea Mungu unapiga moyo konde, unajipa nguvu za kwamba iko siku Bwana anafanya, naendelea kufanya, naendelea kutenda, iko siku Mungu atanitokea. Nini maana ya kumngojea Bwana? Kumngojea Bwana ni kuendelea kwa mtulivu, ukimtazama Mungu kuwa atafanya, kama Ayubu alivyofanya katika kitabu cha Ayubu 19:25 na 26. Anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu, nitamuona Bwana, nami nitamuona
mimi na nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazima ndani yangu. Yaani anasema maneno haya, yuko kwenye maumivu makali, yuko na majipu mwili mzima, lakini bado anaendelea kumngojea Bwana. Anajua pamoja na majipu mwili mzima, pamoja na majipu nilionao mwili mzima, yuko huyu mwaminifu. Najua mwisho wangu utakuwa na nguvu. Najua pamoja na kwamba sijalipa ada, najua mbele ni kuzuri. Pamoja na kwamba maisha yangu yako na taabu leo, lakini ninajua naendelea kutumika, naendelea kufanya. Hii inaitwa kumngojea Bwana. Mambo mabaya, mambo yanakubana, lakini hata hivyo husemi kwa majipu haya na mwacha Mungu. Ayubu anasema hata bila mwili huu nitamuona Bwana. Maana yake nini? Anaendelea kumngojea Mungu. Kumngojea Mungu. Ndio. Wameolewa wengine. Na mimi yoyote akija mwanaume mlaki Bwana pumua, na mimi nabeba niondoke tu. Nakwambia ngojee Bwana. Umri ni namba tu, miaka ni namba tu. Mungu anarejesha ujana wako kama tai. Endelea kung'ang'ana binti yangu, endelea kung'ang'ana binti yangu, endelea kungojea yule ambao unamtaka kutoka kwa Bwana. Ukiendelea kung'ang'ana na kumgoja Bwana, Bwana atakutokea, Bwana atakutokea, Bwana atakutokea. Ni Mungu anayewapa watu haja za mioyo yao. Yeyote anayemngojea Mungu, Mungu atamtokea na kumpa haja ya moyo wake, ili mradi umetunza utakatifu. Sema amina kama naelewa. Haleluya. Kwa kumngojea Bwana ni kuendelea kusimama. Yesu alisema kwenye Injili ya Mathayo 24 mstari wa 46, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta. Heri mtumwa yule ambaye bwana ajapo atamkuta akifanya hivyo. Huko ndiko kumngojea Bwana. Yesu anakuja na kukuta upo kwenye mkesha. Yesu anakuja na kukuta bado kuhudumia wagonjwa. Vile vile ulivyoanza ndivyo ulivyo leo. Vile vile ulivyoanza ndivyo unavyoongezeka. Unaongezeka kiimani, unakuwa kiroho. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Huko ndiko kumngojea Bwana. Huachi kufanya lile Mungu aliyokuagiza ufanye. Unaendelea kulifanya kwa moyo mweupe. Hata kama wao wengine wanafanya, unabaki wewe tu unafanya. Sema amina. Sema tena amen. Haleluya. Endelea kumngojea Bwana. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta bado anajitunza. Bado anajitunza ujana wake, bado anajitunza usafi wake wa kijinsia, bado anajitunza kwenye rushwa, bado anajitunza kwenye kutoa zaka, bado anajitunza kwenye kumtumikia Bwana. Heri mtumwa yule. Kumngojea Bwana ni kuendelea kufanya yale aliyokuagiza bila kupunguza. Yaani kuna mtu, wewe mwenyewe ndio ulikuwa unahubiri mavazi ya namna hii sipaswi kuvaa, mimi nimeokoka. Tena wewe mwenyewe umebadilika leo, ndio wa kwanza kuyapiga yale ulikuwa unayakataza. Ndio maana mchungaji amesema wakimwona leo wanakuta vile vile tulivyokuwa chuoni ndivyo tulivyo leo. Hatubadiliki. Kwa nini? Kwa sababu heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Tutaendelea mpaka siku Kristo anakuja. Huko ndiko kumngojea Bwana. Sio umemngojea Bwana nasema amplifier sasa ya moto. Nilikuwa namngojea Bwana nikajua atanitokea, nimeona hajanitokea. Hapana, ninaondoka naenda kuvua samaki. Ninaondoka, ninaacha utumishi. Ninaondoka kumngojea Bwana. Biblia inasema tunamngoja hata ajapo. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Angalia, ni mambo gani unayofanya sasa umeacha? Rudisha moyo wako, anza kuyafanya. Na niwaambie watu wa Mungu, baraka za Mungu zitakujia pale alipokuacha ufanye. Kile alichokupa kukifanya, ukiendelea kukifanya bila kuchoka, hapo ndipo Mungu atakapokutokea. Hapo ndipo Mungu atakutokea, atakujia. Kuchoka kunafanya usizipate baraka za Bwana.
Umeomba Mungu, Mungu nibariki, ninaenda kulima vitunguu. Mungu anatengeneza baraka za vitunguu. Baraka za vitunguu zinapokuja, wewe zamani ulishaondoka huko unalima nyanya. Kwa baraka zimeshuka kwenye vitunguu, wewe ulishaondokaga umeenda kulima nyanya. Kwa nini? Kwa sababu haujui kumngojea Bwana. Piga moyo konde, mgoje Bwana. Piga moyo konde, mgoje Bwana. Mgoje Bwana. Haleluya. Mgoje Bwana, piga moyo konde. Usinyanyue mkono wako wa kushoto wala wa kulia kuielekea miungu mingine kwa sababu ya shida yako. Moto lao nimeombewa sana, sasa nikaende na kwa nanili, kwa nabii. Nenda kwa nabii, ukasukumwe, uanguke, alafu wakwambie na ugonjwa wako huu unahitaji mafuta yenye kifuniko cha blue. Ukienda kuulizia mafuta yenye kifuniko cha blue, kananiambia kama mama mmoja kalikuja, nikamwambia kasema nilienda kwa nabii fulani. Waliniambia nilipomuona hela ya kumuona nabii, nilipoitoa wakaniambia nenda kachukue mafuta yenye mfuniko wa blue ndio yatakusaidia kwenye tatizo lako. Mama hana kitu. Alipokuja kwangu, honestly speaking, nilimpa hela. Mimi nilimpa hela ule mama. Lakini alipoenda kule wakamwambia mafuta yenye mfuniko wa blue ni 116,000. Na akaenda akazitafuta, akakopa, akapata mafuta. Na ile mafuta alipoyapata mpaka anakuja kunishuhudia maana haya kumsaidia. Nenda. Umechoka? Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo. Umeamini madhabahu ya moto nao. Unasema ninang'ang'ana na madhabahu ya Bwana. Hata kama Pastor Kaiza hayupo kanisani, Katana hayupo, ninapenda. Nakumbuka kijana wangu hata na siku 7 yuko hapa peke yake. Apita vipi wana? Baba nina maombi ya siku 7 hapa. Namuomba Mungu. Anamtafuta Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mtafute Mungu. Ng'ang'ana na Mungu. Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta. Sasa umeomba baraka kwenye vitunguu. Umeshachoka zamani. Mungu anataka baraka hapa. Ulishindokana kitambo haupo. Tumana watu wengine mnakuwa ni watu ambao mnasema mnalaana. Unasema una bahati mbaya. Hauna bahati mbaya. Bahati yako mbaya ni kukosa kumngojea Bwana. Ni kukosa kumsubiri Bwana kwa kimya. Ni kukosa kupiga moyo konde kuendelea kumngoja Bwana, kwamba mimi nitakungojea Bwana. Najua wewe ni mwaminifu. Najua wewe unawapa watu wako tumaini siku zako za mwisho. Kama siku zangu za mwanzo ni fyongo, ni hovyo, ni shagala bagala, ninajua ziko siku za mwisho. Ziko siku za kupigiwa sauti. Ziko siku za kuheshimika. Naendelea kumngojea Bwana. Haleluya. Sema amina kama unaelewa. Yes. Ngoja Bwana. Ngoja Bwana. Sasa ukimgoja Bwana unasema nini? Anasema atakupa nguvu mpya. Mtu yeyote ambaye amejikita kumngojea Bwana anapokea nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaye mwanangu mpendwa Joyce Minja au Mama Julius. Hebu simama ndio nikutambulishe rasmi kwamba wewe ni mwanangu mpendwa.